Ndugu wa Tanzania, kwanza nipende kuwashukuru sana kwa jinsi ambavyo mmeendelea kukiunga mkono chama chenu na chetu kwa hali na mali. Mazingira tunayopitia ni magumu, lakini tuna ujasiri wa kuyavuka kwa sababu ninyi wa Tanzania mnatuunga mkono. Asanteni sana kwa kutuchangia fedha kwa ajili ya kufanikisha baraza kuu la chama. Hadi sasa tuna jumla ya shilingi milioni 266 zilizochangwa. Katika hili sisi tunaona zaidi ya fedha, tunaona mioyo yenye imani, matumaini, mapendo, utayari na ujasiri wa Watanzania kutaka mabadiliko ya haki na kutaka katiba mpya. Tunaomba endeleeni kutuchangia ili tukamilishe kiasi kilichobaki cha milioni 68 ili baraza kuu la kihistoria la chama chenu liweze kuketi. Mahitaji ni mengi, ikiwemo gharama za uendeshaji wa shughuli za chama. Hivyo tunaomba muendelee kuchangia chama chenu na chetu bila kuchoka ili kazi hii tuifikie kesho mwisho. Na jinsi ya kuchangia ni namba ya M-Pesa 0744446969, jina Chadema HQ, na kwa upande wa benki ya NMB account namba 2260600014, jina Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Wafahamu tu kwamba, nimalize kwa ufupi kwenye hili, nilisema juu ya msimamo wa mwenyekiti Tundu Lissu ni ule msimamo wa chama, na sisemi haya kwa kuyasema tu kwa nasibu. Pamoja na kuwa tumezuiwa kumuona gerezani, hatukutoa kauli toka tarehe 30 rais alivyozungumza, kwa sababu rais alitumia maneno akasema, na nukuu alichokisema, kuna mwenzetu mmoja bado anaendelea kutafakari, tunaendelea kupokea misukumo yake, condition zake, matakwa yake. Akaendelea, ndio mambo yanavyoendeshwa katika nchi. Katika hali ya kawaida sisi viongozi wa Chadema tulioko nje tuliona hii kauli haituhusu, kwa sababu hatujawahi kuanza kutafakari, kwa maana kama vile kubadilisha msimamo au nini. Hatujakaa kikao cha chama kutofanya hiki. Kwa rais hakusema kitu sahihi, hakusema kitu sahihi kabisa kuhusu Chadema. Lakini kwa sababu hakutaja Chadema, akasema labda pengine hiyo tafakari mbadala inamhusu mwenyekiti Tundu Lissu gerezani. Kafanya utaratibu wa kujua msimamo wa mwenyekiti ni upi. Kwa siku kadhaa tukapata moja, toka azungumze na aliyekuwa rais wa Malawi Chakwera, aliyekuja kwa niaba ya UN. Hakuna msuluhishi au mtu mwingine aliyefanya mazungumzo naye, ikiwemo wa serikali. Kwa hiyo hoja ya kutafakari haihusiki kabisa. Hilo la kwanza. La pili, amesema position ya chama ibake pale pale, na kama nitatumia neno lake, ule moto uendelee, ule moto uendelee. Kwa hiyo hii ya kutafakari si kweli kwa Chadema, wala si kweli kwa mwenyekiti Tundu Lissu. Na niwaombe wa Tanzania mumuombee mwenyekiti Tundu Lissu. Tumuombee mwenyekiti Tundu Lissu, tujitokeze kwa wingi kumuona mahakamani atakapoletwa tarehe 10 mwezi August. Lakini ufumbuzi wa jambo hili ni rahisi sana, wala hakuna sababu ya kupoteza muda wa mahakama na kupoteza muda wa Watanzania mahakamani. Ni mkurugenzi wa mashtaka tu kufanya kama kile alichokifanya wakati mwaka 2021 mpaka 2022, aliyekuwa mwenyekiti wetu wakati huo, mwenyekiti Freeman Mbowe, kesi ya ugaidi, akawa gerezani kwa miezi. Baadaye ukweli na hekima ikatawala, kesi ikafutwa. Sasa ukweli huo na hekima itamalaki hapa. Tusiendelee kuzungumza chochote bila kwanza kesi ya mwenyekiti Tundu Lissu kufutwa, awe huru. Tukae vikao kama chama, tujipange kwenda mbele. Asanteni sana na Mwenyezi Mungu awabariki sana.